Mimi kwa jina naitwa Godfrey Miti, ni diwani wa kata ya Buseresere, kata ambayo kiutawala inavyo vijiji 7. Na hii mimi ni awamu yangu ya pili. Nimekuwa diwani serikali ya awamu ya 5 na pia nimekuwa diwani kupitia iliyotokea kwenye serikali ya awamu ya 6. Binafsi niendelee kuipongeza serikali. Kwanza nimshukuru Mungu, lakini pia niipongeze serikali kwa mambo makubwa inayoendelea kuyafanya. Binafsi wakati tunaingia madarakani mimi nilikuwa na sekondari 1, lakini leo ninavyoongea kutokana na kipindi kifupi tu cha awamu ya 6 tumeongeza sekondari karibu 4. Kwa hiyo tumejaribu kuboresha, karibu kila kijiji tumekipelekea sekondari, na tulikuwa hatuna kidato cha 5 na cha 6. Lakini kwa namna ambavyo tunashirikiana na serikali na wananchi, baada ya kuleta mawazo kwamba tunahitaji sekondari ya kidato cha 5 na cha 6, 2021 tulianzisha wazo hili la kuwa na sekondari ya kidato cha 5 na cha 6, ambapo leo tunamshukuru Mungu tumeendelea kusherehekea mahafali ya wengine waliopita, lakini kwa leo tumekuja kusherehekea kidato cha 5 na cha 6 ambao wanamaliza sasa. Na tunapongeza serikali kwa namna ilivyotuletea miundombinu. Hii ni shule ya sekondari ya wanaume ambapo tumepewa mabweni na madarasa, na sasa wanaendelea kumaliza. Wito wangu, kwa sababu wanamaliza sekondari yao ya kidato cha 5 na cha 6 na wamemaliza wakati wa habari ya siasa ya kuchagua viongozi, ni wito wangu kama vijana wenye uwezo wa kuwatumikia Watanzania, ni nafasi yao pia ya kuchagua na kuchaguliwa. Lakini mimi wito wangu ni kuhakikisha kwamba chama pekee ambacho kinaweza kuwaletea maendeleo ya kweli ni Chama cha Mapinduzi. Mimi nimepokea chama hiki, nimepokea kijiti hiki, nikikuta serikali ya vyama vingine vya upinzani vimepita miaka 15 hakuna kilichofanyika. Lakini mambo tuliyoweza kuyafanya kwa kipindi hiki kifupi ni zaidi ya miaka 40 iliyopita. Tumeweka miundombinu ya kila aina, mashule tumeongeza shule nyingi. Serikali ya Mama Samia imenipa mimi pesa, nikilinganisha serikali ya awamu ya 5 na hii ya serikali ya awamu ya 6, kata yangu nimepata kwa asilimia, yani mara 2 ya pesa nilizozipata serikali ya awamu ya 5. Kwenye upande wa elimu, shule za msingi tumeongezewa shule mpaka shule zingine tumejengewa kwa asilimia 100, sekondari, na leo tuna kidato cha 5 na cha 6, na leo tumekuja kuaga vijana wetu ambao wanakwenda mtaani. Mimi wito wangu, kwa sababu wamemaliza na wamepata elimu, wasiwe kama vijana walioacha mtaani kule, wao waje na mawazo chanya, kwa sababu mimi ninachokiamini hakuna tajiri aliyeajiriwa. Matajiri wote ni wale wanaofanya kazi zao binafsi, wanaofanya ujasiriamali, wanaofanya shughuli zao. Ni waombe waje mtaani wafanye kazi za ujasiriamali. Na serikali yetu sasa hivi imetuanzishia vyuo vya VETA ambavyo vinatoa elimu za ufundi. Na sisi Chato hapa tunacho kituo cha VETA ambacho kwa mwaka ni 120,000. Zipo fani mbalimbali ambazo zinaweza watu wanaweza kaenda wakasoma pale na zikawasaidia wao. Kwa mfano, mtu aliyemaliza kidato cha 6 atakapoenda kuchukua fani nyingine, kazi anaweza kuifanya sio kama yule ambaye hajawahi kusoma kabisa. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa hawa waliomaliza, kwanza wakae kioo cha jamii kule wanapokuja, kwa sababu uraiani tunategemea wasomi watuongoze katika kuhakikisha kwamba tunaisupport serikali. Serikali ni kama basi, linataka likukute wewe uko stendi liweze kukusaidia. Serikali haiwezi kaja ikagawa hela kwa mtu mmoja mmoja. Kazi yetu sisi kama viongozi ni kufungua fursa, kutengeneza barabara, kukuletea umeme kwenye eneo unalotaka kuzalisha, kuhakikisha kwamba husumbuliwi kwa zile kodi kichefuchefu kutokana na watumishi tulionao. Sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakutengenezea fursa ili wewe uweze kunufaika na zile fursa ambazo zinaletwa kuanzia serikali kuu, na sisi kama halmashauri ambao tunatunga sheria ndogo ndogo ambazo tunahakikisha kwamba tunawalinda watu wetu, na wao waje mtaani katika kuhakikisha kwamba wataifanyia nini serikali, sio serikali itawafanyia nini. Kikubwa waje wamejipanga, kwa sababu tumewasomesha. Miaka 5 iliyopita hii shule haikuwepo hapo. Wananchi wametumia nguvu zao, wametumia jasho lao, wamejenga shule hizi, tumelinda miundombinu hii. Wewe umekuja kupata elimu, tunategemea wewe utakapopata elimu yako hii uje utuletee mawazo chanya kule kwenye jamii, na sisi tuweze kuona kwamba elimu watu walioipata basi imeleta tija kwenye taifa na jamii zinazotuzunguka. Kwa majina yangu naitwa Wilson Somanda Msonge. Siku ya leo tarehe 10 mwezi wa 4 2025 nilikuwa mgeni rasmi katika mahafali yetu katika shule ya sekondari Buseresere.
Mimi binafsi nimeguswa kwa ajili ya tukio hili nilipopata mwaliko kuwa mgeni rasmi siku sita, kwa sababu kwa mchango mkubwa wa serikali katika shughuli za maendeleo za jamii, lakini hasa sekta ya elimu katika shule ya sekondari Buseresere. Mwana serikali ya awamu ya 6 imefanya mambo makubwa. Yalikuwa ni mahafali ya kidato cha 6 katika historia ya shule yetu, yalikuwa ni mahafali ya 3. Sasa wakati naanza kampeni ya kuleta vidato viwili hivi cha 5 na cha 6 hapa, ilikuwa kama ndoto kwa wananchi, lakini kwa sababu ya serikali sikivu ya Mama Samia Suluhu Hassan iliwezekana. Majengo yalijengwa, mama ameipa hii shule fedha nyingi sana kwa ajili ya ujenzi wa madarasa, lakini miundombinu ya shule, lakini pia hata walimu ametupa kwa ajili ya hamasa ya elimu. Watoto wanafaulu vizuri. Sio tu kidato cha 6, hata kidato cha 4. Hapa sekondari Buseresere tumekuwa ni shule ya mfano. Katika rekodi ya miaka 2 iliyopita, shule ya sekondari Buseresere kidato cha 6 hatujawa na division 0. Tumekuwa na 1, tumekuwa na division 3, division 2, 1, 2 na 3. Yaani hata wafatu hujaipata katika kidato cha 6. Kwa hata kwa mwaka huu nilipopata mwaliko nikaguswa na mimi kama mdau wa shughuli za maendeleo. Nikaguswa kuja kushiriki mahafali haya kama mgeni rasmi. Na mimi katika changamoto ya uendelezaji wa kutatua changamoto, kwa siku ya leo nimetoa shilingi 500,000 kama sehemu ya hamasa kwa ajili ya kuendeleza shughuli za maendeleo katika shule yetu ya sekondari Buseresere. Hayo yote yamefanyika ni makubwa kupitia nguvu ya rais, mbunge pamoja na diwani wetu anayechapa kazi, Mheshimiwa Godfrey Miti. Ni mchapakazi na mkubali. Amepiga kelele sana, kila kona tumeona, mpaka maeneo ya nje ya mji wa Buseresere tunaona sekondari zinajengwa. Tuna shule ambazo ziko nje ya mji wa Buseresere, karibia shule 3 zingine zimejengwa. Kuna Mlanda Chato sekondari, kuna Buyoga, tumeona hata Ibondo imejengwa ndani ya miaka tu ya hivi karibuni. Hayo ni maendeleo makubwa, lakini pia kwa sababu ya usimamizi mzuri wa mwalimu mkuu wa shule, Mwalimu Mang'oma, pamoja na bodi ya shule, lakini pamoja na serikali ya wanafunzi, tunaona mchango mkubwa, watoto wanakuwa na nidhamu na maadili mazuri katika jamii. Haya matokeo yanasababishwa kwa sababu ya changamoto hizo, kwamba uongozi wa shule uko imara, kuanzia walimu, wanafunzi na bodi, lakini pamoja na hata uongozi wa wanafunzi na wao wanafanya vile walivyokuwa kwenye hamasa zao kwa ajili ya kuinua taaluma, lakini nidhamu ndio kitu cha msingi. Mimi wito wangu kwa vijana wanaomaliza kidato cha 6 na tuifanya mahafali leo kwa mwaka huu, naomba nitoe wito kwanza wakatambue nafasi zao katika jamii. Siku zote mtoto anapozaliwa huwa anaandaliwa. Sasa malezi ya familia, malezi ya elimu ambayo umeipata unapotoka hapa, wakawe ni walimu katika maeneo wanayoyatoka. Maana kesho ni viongozi wetu wa jamii. Tunawategemea sana wakawe ni walimu katika sekta hata ya uongozi. Najua wameuanzia hapa, lakini pia hata kununua vijana wenzao kutoka katika maeneo fulani na maeneo mengine. Mtoto anayesoma darasa la 7 leo la kidato cha 4 kwenda cha 6 inakuwa rahisi kumboost, maana wao wamekuwa ni walimu. Lakini pia tunawatakia kila laheri, wakafanya vizuri kutoka hapa walipo kwenda hata katika vyuo vya serikali, wakaweni wanafunzi wa mfano wanaotoka Buseresere. Lakini pia wakazingatia nidhamu ndio inayoleta matokeo chanya kwa mwanafunzi. Nidhamu inaleta matokeo chanya kwa mwanafunzi kwa sababu gani? Anaposikiliza mwalimu wake, anasikiliza mzazi wake, anasikiliza viongozi wa jamii, na yeye anakuja kufanyika kuwa kiongozi imara na shupavu kwa sababu ana msingi. Ninaitwa Vincent Sylvester kwa niaba ya mwenyekiti wa bodi. Shule hii ya Buseresere ina historia kubwa. Imeanza ikiwa ni shule ni moja, lakini tunashukuru sana kwa miaka ya hivi karibuni chini ya Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu Samia Suluhu, tumeweza kuzalisha shule nyingine 3 katika maeneo yetu yanayotuzunguka. Tuna Mlanda, tuna Buyoga, tuna Ibondo Chato, na hizi zote zimejengwa kwa muda mfupi sana chini ya Mheshimiwa Rais. Kwanza tunampongeza kwa maendeleo ambayo ameyaleta katika eneo letu la hapa Buseresere. Shule yetu ya Buseresere inayo mikakati na mipango mbalimbali ya kuhakikisha tunafanya maendeleo hasa katika sekta ya elimu.
bado shule hii ina watoto wengi. Ni shule inayoongoza katika ukanda wetu kwa kuwa na watoto wengi sana. Licha ya kwamba tumezaa hayo matawi ya shule, lakini bado watoto ni wengi. Miongoni mwa mikakati tulionayo ni kuendelea kupanua ili tuweze kupata tawi jingine la shule katika maeneo yanayotuzunguka hapa karibu, ili kupunguza mzigo katika shule hii tuliyopo. Na kwa kufanya hivyo basi tutakuwa tunachochea maendeleo ya elimu na kitaaluma katika shule yetu hii, na tutaendelea kuona ufaulu ambao ni mzuri. Sasa hivi wanahitimu wanafunzi wa kidato cha 6 ambao kwa kweli matokeo yao yamekuwa ni mazuri. Kwa miaka mitatu ambayo tumekuwa na shule hii hapa, matokeo yamekuwa mazuri sana. Katika shule hii hatuna historia ya sufuri, hatuna historia ya 0 kwa kidato cha 6. Kwa hiyo lakini pia kile kidato ile division 3 imeenda inapungua, na tunakoelekea sasa tunamwomba Mungu katika maendeleo ya sekta ya elimu kufika mahali ambapo tunaweza tukabaki na division 1 na 2 ikiwezekana peke yake. Kwa hiyo tunawapongeza walimu na kwa kazi nzuri wanayoifanya. Hiyo ndio mikakati. Katika eneo la nidhamu tumeendelea kupambana kuhakikisha shule hii inakuwa na nidhamu kwa kushirikiana na viongozi wa serikali, Mheshimiwa Diwani pamoja na viongozi wengine wanaosimamia mambo ya usalama kwa ajili ya shule hii na watoto wetu kwa ujumla. Na kwa kweli tunaendelea kuona usalama unaimarika. Mwanzoni hapo haikuwa hivyo, lakini tunaendelea siku kwa siku tukiona usalama unaimarika. Mimi kwa majina naitwa Mwalimu Charles Mangoma Abeli, mkuu wa shule ya sekondari Buseresere. Mimi nianza tu kwa kusema nishukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi anayoifanya. Ikumbuke shule hii ukirudi miaka mitatu iliyopita ilikuwa na wanafunzi wengi sana. Sasa kwa juhudi ya serikali ilihakikisha kwamba inajenga shule zingine ambao ili kufanya hii shule isiwe na wanafunzi wengi. Shule ambazo zimejengwa ni pamoja na Buyoga. Kupitia shule hii kuna shule ya sekondari Bondo na shule ya sekondari Mlanda. Kwa kujengwa kwa shule hizo zimesababisha kutokuwa na crowd kubwa katika shule hii. Tuchukulie kwa mfano shule hizo zisingeweza kujengwa, manake tungekuwa na wanafunzi karibia 5000 kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6. Lakini mpaka sasa ninavyoongea hivi shule hii ina wanafunzi 2200. Kwa hiyo wale wanafunzi wengine takriban 3000 wameweza kwenda kwenye shule hizo. Kwa hiyo hizo ni kazi kubwa ambazo zinafanywa na serikali. Hatuna budi kuishukuru serikali yetu, lakini kwa kushirikiana na Mheshimiwa Diwani, mbunge na baraza zima la madiwani la halmashauri ya Chato. Kwa hiyo nipoe kwa pongezi hizo. Lakini pia kupitia sasa ujenzi wa upanuzi wa shule hizi, ikumbuke kwamba miaka 5 tukirudi nyuma hii shule ilikuwa ni shule ya ulevo tu. Lakini serikali kupitia viongozi wetu ambao nimewataja Mheshimiwa Diwani na mbunge wa jimbo la Chato waliona kuna haja ya kuwa na shule ya advance. Ndio wakaanza mchakato na kuhakikisha kwamba hii shule inaanzishwa ya kidato cha 5, na leo hii tunasherehekea mahafali ya 3 tangu kuanzishwa kwa kidato cha 5 na 6. Kwa hiyo pia hao ni mafanikio katika shule hii. Tunajivunia sana. Na tujivunie tu kwa majengo, lakini pia tunajivunia kwa matokeo ambayo tumekuwa tukiyapata katika shule hii. Shule hii imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye matokeo ya kidato cha 5, kwa matokeo ya kidato cha 6. Kama mlivyosikia kwenye taarifa yetu kwenye mahafali, shule yetu watoto wamekuwa wakipata daraja la kwanza, la pili na la 3. Kwa hiyo tangu ianzishwe shule hii ufaulu umekuwa 100%. Na wanafunzi wanapopata daraja la kwanza, la pili na la 3, maana yake hao wanafunzi tunahesabu wote wanaenda vyuo vikuu. Kwa hiyo ni mafanikio. Lakini kwa nini tumepata mafanikio haya? Mafanikio haya tunapata kutokana na mikakati ambayo tumejiweka katika shule hii. Tunao mikakati madhubuti ambao ni pamoja na kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu tunawakuza katika nidhamu nzuri, kwa maana maadili mazuri. Lakini pia tunahakikisha kwamba sio wanafunzi tu, hata walimu pia tunashirikiana vizuri na walimu, hali ya nidhamu iko vizuri, tunasimamia vizuri, na ndio maana tunakuwa na matokeo haya. Kwa hiyo ni mikakati mojawapo ambayo inafanya tuwe na matokeo haya. Na malengo yetu pia tunajiwekea malengo mazuri kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri ndani ya mkoa,
Unaona, kuna muda mwingine tunashika nafasi ya kwanza kimkoa katika matokeo mbalimbali ya moko na matokeo ya kitaifa. Lakini kwa mwaka huu tunao malengo makubwa sana ambayo ni kuhakikisha kwamba shule yetu inakuwa ya kwanza kimkoa kwa maana matokeo ya kidato cha 6 ya kwanza kanda, na kuhakikisha kwamba katika shule za jamii tunasema shule za community schools, hii shule iwe katika nafasi zile 10 bora katika matokeo ya kidato cha 6. Lakini haya yote tunapata kutokana na ushirikiano mkubwa. Kwa majina naitwa Amani Fridolin Marco, ni muhitimu kidato cha 6 na leo nafurahia kushiriki katika mahafali yangu ya kuhitimu kidato cha 6. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu haikuwa kazi rahisi. Ni wengi tulianza nao hawakubahatika kabisa kufikia siku hii ya leo, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu sisi tumekuwapo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Napenda kushukuru serikali kupitia ofisi zake zilizopo hapa pamoja na viongozi wake wote, kwa sababu sisi kufika hapa basi jua mkono wao ni 100% katika kuhakikisha kwamba tunatimiza ndoto zetu. Viongozi wetu wamekuwepo pamoja nasi, wamekuwa wakija kutuangalia, kutuliza changamoto zinazotukabili ili kuhakikisha kwamba tunafikia ndoto zetu. Nisiwe mchoro wa fadhila, ni mwanafunzi, kwa hiyo shuleni hapa tunawashukuru walimu wetu wakiongozwa na mkuu wetu wa shule Sir Abel Charles Mangoma. Amekuwa kamanda wetu, ametusaidia mambo mengi. Na tangu ujio wake tumeweza kuestablish tunaita ni Buselesele New Academic Culture, tukiwa na mpango wa kuhakikisha kwamba tunapata division 1 tu kwa bachi yetu ya 3 katika shule hii ya Buselesele. Na nina uhakika tutafikia hivyo kwa sababu tuna nia, tunamtegemea Mungu na kila kitu kipo sawa, maandalizi yako vizuri, ndio maana leo tunaadhimisha mafanikio hayo ambayo tunayategemea baadaye. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, napenda kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha anazidi kuboresha kadri ya siku zinavyoendelea mtaala mzima wa elimu ambao utatusaidia sisi vijana kutoitegemea serikali hata baada ya masomo yetu. Yanaanzishwa masomo mbalimbali ya biashara na ufundi kiasi cha kwamba tutakuwa ni watu ambao tunaweza tukaishi mtaani bila changamoto yoyote na bila kuitegemea serikali, huku tukijiajiri na kuendelea na mambo yetu. Na sasa hivi tunaelekea vioni. Tunaamini kabisa masuala ya vyuo yanaendelea vizuri. Serikali inaandaa mazingira mazuri kwa ajili yetu kwenye kuhakikisha wanafunzi wote hasa wa hali za chini wanapata elimu na kufikia malengo yao bila shida yoyote.